nataka tufahamu swali moja la msingi kabisa. Tulikuwa tunajadili hapa kuhusiana na mjadala ambao umeibuka baada ya tume ya Jaji Lila kutambulishwa rasmi sasa kwamba inaanza kazi. Sasa maswali yakaja hapa kwenye kamati kwamba je, kuna wale ambao walipata msamaha wa rais katika yale matukio Oktoba 29 kwamba wengine inawezekana walifuata mkumbo na vitu kama hivyo. Sasa swali likaja kwamba endapo wakabainika tena wana makosa ya kijinai baada ya tume hii ya Jaji Lila kuanza kazi na kukamilisha kazi na wakabainika kwamba wana makosa, je, ule msamaha unakufa na wale ambao watabainika wanapelekwa kwenye mikono ya sheria au inakuwaje? Tunaomba ufafanuzi katika hilo kwa mujibu wa sheria. Cha kwanza nirekebishe kidogo. Ndio. Najua nyinyi waandishi wa habari kama mnapaswa kuweka rekodi sawa. Ndio. Kwa mujibu wa ibara ya 45 ya katiba yetu, lakini kusamehe wafungwa. Na ningependa sana uweke wafungwa ambao tayari wameshahukumiwa, kwa maana kwamba walikamatwa wakapelekwa mahakamani, mahakama ikakuta na hatia. Wako wanatumikia adhabu zao magerezani. Ndio watu ambao pekee Mheshimiwa Rais ana mamlaka ya kuwasamehe, kwa maana kwamba ama kupunguzia adhabu au kuwasamehe kabisa watoto waende wakatumikie maisha uraiani. Kwa hiyo kutumia lugha msamaha kwa watu ambao hawakuwa wafungwa bado, nafikiri pia ni kama waandishi tunapaswa kujionya na kujirekebisha kwenye hilo, kwa sababu hawakuwa wafungwa. Ndio kwanza walikuwa wamekamatwa, wamewekwa ndani, walikuwa wanahojiwa. Alipokuwa anahutubia bunge akatoa ushauri kwa DPP, wala hakusamehe. Alitoa ushauri kwa DPP angalie uzito wa makosa. Moja, angalie uzito wa makosa, lakini cha pili waangalie wala ambao walipata mkumbo waachwe. Kwa hiyo uweze kuitafsiri msamaha, ndugu mwandishi. Kwa hiyo la kwanza ni kwamba wala ambao waliachiwa walikuwa kwenye mikono ya mahakama, kwa maana ya kwamba, kwa sababu kumbuka 90% ya wale ambao waliachiwa baada ya ushauri wa Mheshimiwa Rais walikuwa mahakamani tayari. Kwa hiyo na waliachiwa kwa mfumo wa wanaita no prosecution kwa mujibu wa kifungu cha 92 cha sheria ya mwenendo mashauri ya jinai. Mwendesha mashtaka wa umma anayo mamlaka ya kuondoa shauri kwa hoja kwamba hana nia ya kuendelea shauri hilo. Lakini haina maana ya kwamba mtu huyu aliyefutiwa shtaka kwa chini ya takwa hili la kifungu cha 92 kwa maana no prosecution hawezi kushtakiwa tena. Ndio maana mwanaka mda mwingine DPP anafuta kesi asubuhi, ukitoka nje anakushika tena kurudisha mahabusu, anaifungua kesi upya. Kwa hiyo kwa wale ambao kesi zilikuwa zilishafika mwisho, so kuna wachache ambao kesi ziliendelea mpaka mwisho na mahakama ikakuta hawana hatia, hao ndio imeshatoka wewe tena kwa shtaki, kwa sababu ulipeleka mahakamani, mahakama ikasikiza mashauri yao mpaka mwisho, ikasema hawana hatia. Na kama nakumbuka kati yao ni Watanzania nafikiri 4 au 3 kwa hapa Dar ndio walihukumiwa na mahakama ya hakimu Ngazi Kisutu, na kati yao mmoja tulimkatia rufaa akashinda, ameshaachwa, na wengine rufaa zao zinaendelea. Kwa wale ambao mashauri yaliendelea mpaka mwisho na wakashinda, kama mahakama ikakuta hawana hatia, au wote na kuwafunga, sababu ni kwamba sheria inasema kwenye jinai ni kwamba uwezo ukamshtaki mtu zaidi ya mara moja kwa shtaka lile. Ukisoma katiba yetu ibara ya 13(6) nafikiri B inazungumza hivyo. Ukisoma kanuni ya adhabu inazungumza kwamba kwenye kanuni ya jinai uwezo kumshtaki mtu mara 2 kwa kosa moja. Lakini kwa wale ambao DPP aliwaachilia huru kwa takwa la no prosecution, hao bado nafasi ya kufungulia mashtaka tena, kwa sababu haina maana kwamba kwa sababu haya mashtaka yao hayasikilizwa mpaka mwisho na mahakama ya kusema kama wana hatia au hawana hatia. Kwa hiyo DPP anaweza akafungua mashtaka upya kwao. Kwa hiyo ningetaka pia kufafanua kwamba msitumie lugha msamaha, kwa sababu Mheshimiwa Rais ana mamlaka ya kutoa msamaha kwa wafungwa, sio kwa watuhumiwa, kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria na katiba, sio sheria, kwa mujibu wa katiba ibara ya 45 ya katiba yetu. Rais anasamehe wafungwa, sio watuhumiwa. Na kipindi kile Rais wala hakutoa msamaha, alitoa ushauri kwa DPP. Akatoa ushauri la kwanza waangalie uzito wa makosa, kwa maana kwamba wabadilishie kama ni mashtaka, na hilo lilifanyika. Watu ambao walikuwa na uhaini wakabadilishwa, wakatoa makosa ya wizi. Lakini akatoa la pili kwa wale ambao walipata mkumbo, waachieni waende nyumbani. Hiyo huwezi kusema ni msabaha, ndugu waandishi wa habari. Ndio. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.